Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila. Sauti za vuvuzela, milio ya mapango na kelele za umati. Hii imekuwa picha ya kawaida katika mitaa ya Kenya, hasa katika jiji la Nairobi. Maandamano yamegeuka kama sehemu ya maisha ya kisasa. Lakini nyuma ya makelele hayo, kuna swali zito linalowasumbua wengi. Je, maandamano haya kweli huleta mabadiliko au ni upepo tu unaopita bila kuacha athari? Hadithi inaanza miaka ya nyuma, wakati wananchi walipochoka na mfumo wa chama kimoja. Wakati huo maandamano hayakuwa ya kawaida, yalikuwa hatari, lakini yalipepa matumaini makubwa. Wakenya walijitokeza kwa ujasiri, wakipasa sauti zao, wakitaka haki na demokrasia. Na kweli matokeo yalionekana. Mfumo wa vyama vingi ulizaliwa. Hapo ndipo ilithibitishwa kuwa maandamano yanaweza kubadilisha historia. Lakini turudi leo. Katika miaka ya hivi karibuni, maandamano yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Mfano mmoja ni maandamano ya kupinga gharama ya maisha yaliyoshuhudiwa mwaka jana na mwaka huu pia. Biashara zilifungwa, barabara zikazibwa na shughuli nyingi kusimama. Wakati huo huo, wananchi walikuwa wakililia juu ya bei ya mafuta, chakula na ushuru uliopanda. Kwa upande mmoja, baadhi ya Wakenya waliona haya kama mapambano ya haki, sauti ya mnyonge. Kwa upande mwingine, kulikuwa na waliopoteza biashara zao, mali zao kuharibiwa na wengine hata maisha yao kubadilika kwa njia mbaya. Hapo ndipo mjadala unazidi kuwa mzito. Je, gharama ya maandamano inazidi faida yake? Na hapa ndipo tunamwangalia Rais William Ruto. Mara kadhaa serikali yake imeonekana kupuuza au hata kupinga maandamano haya, ikiyatafsiri kama siasa za upinzani. Kauli kali zimewahi kutolewa ikisema kuwa maandamano haya hayatawahi kuwa njia ya kubadilisha serikali, lakini nyuma ya pasia mambo huwa tofauti kidogo. Kuna nyakati ambapo baada ya presha ya maandamano, serikali inapunguza baadhi ya mapendekezo ya ushuru au kurekebisha sera fulani. Si mara nyingi husema wazi, lakini ishara zinaonekana. Hii inaacha ukweli mmoja wazi: hata kama maandamano hayatakubaliwa hadharani, yanaathiri maamuzi. Lakini pia kuna upande mwingine wa hadithi ambao hauzungumzi sana. Maandamano yasipokuwa na mwelekeo hugeuka kuwa vurugu. Watu wachache huanza kufunja maduka, kuchoma mali na hata kufuruga amani. Hapo ujumbe wa awali hupotea kabisa. Badala ya kusikika kama sauti ya haki, hugeuka kuwa kelele zisizo na maana. Hivyo basi, nguvu ya maandamano iko mikononi mwa wanayoyaendesha. Je, ni ya amani au ya fujo? Je, yanatenda wazi au ni hasira tu zinazoachiliwa barabarani? Mwisho wa siku, maandamano sio suluhisho kamili, lakini si bure pia. Ni kama moto, unaweza kupika chakula au ukaunguza vyumba. Na swali la mwisho linabaki kwako mtazamaji. Je, maandamano ya Kenya ni njia ya mabadiliko au ni kelele zinazopotea hewani? Nifuate moja kwa moja YouTube, usubscribe, ulike pia ushare, ili niendelee kukupasha moja kwa moja matukio jinsi yanavyotokea katika taifa hili la Kenya. Niite Mr. Zack. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani, daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo.